Cha kwanza ambacho tutafanya, tutawafanyia sunna watoto wa kiume 1000. Mtu anabidi afike hapa ili kusajiliwa, na baada ya hapo zoezi linaendelea la kutoa tohara. Kuna baadhi ya maswali ambayo tunauliza kama tufahamu jina la mtoto kamili, anapoishi, umri wake na hali yake, kama anaweza kuwa na changamoto yote katika maumbile yake au. Kiukweli nimefurahi sana kusikia zoezi hili limefanyika. Nilisikia siku ya mashindano ya Qur'ani uwanja Taifa nikiwa kama mwanajai Temeke, nikasema alhamdulillah, hebu nije nichukue fursa hii. Kwa hili zoezi alilofanya kwa kweli amestiri baadhi ya watu wengi tu kiukweli. Kwa hiyo mimi namuombea dua Allah amfanyie hifadhi hapa duniani na kesho akhera, na amlipe malipo makubwa sana. Tumefurahi sana wananchi kwa hili zoezi. Kwa mara ya kwanza jirani yangu jana ndo alikuja kuniambia usiku na nikafurahi sana, asubuhi ndo kama hivi nimekuja. Ni kelele za mtoto wa kwanza kufanyiwa tohara kati ya watoto takribani 1000 ambao Al-Hikma Foundation wameahidi. Kishki uwanja wa Taifa wakati wa mashindano ya Qur'ani imetimizwa. Leo siku ya kwanza kabisa ni tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2025. Tumeanza zoezi letu la kufanya tohara watoto 1000. Tumeanza leo katika kituo chetu hiki cha Yombo Vituka, kituo cha serikali. Kwa hiyo tunawashukuru sana serikali kwa kutupa nafasi hii ya kuja kuhudumia wananchi wa eneo hili. Waambie wale wote ambao wenye uhitaji, wale wote ambao watoto walikuwa hawajafanywa tohara katika maeneo haya ambayo tunayataja, walete watoto wao tuweze kuwasaidia. Na wakumbuke tu kwamba hili zoezi ni bure, halilipwi chochote. Yaani Al-Hikma wamelipia gharama zote ambazo zinazohusiana na zoezi hili la tohara. Wakati wa vipira wote wale hatutarajii wao kurudi na hospitali. Hatutarajii, kwa sababu kipira tunatarajia baada ya siku 5 mpaka siku 7 mpaka siku 10 kinakuwa kimekatika chenyewe, kinatoka, na kisha katika ikatoka maana yake ukapona. Sawa? Kwa kile kinatokea nyumbani huko hatutarajii, isipokuwa kama ataona mzazi kama hakitoki kipira kile, kwa muda huo ambao ndani ya wiki 2 hakijatoka, atakiwa amrudishwe hospitali ili wakitoka. Hiyo la kwanza. Lakini kwa wale ambao wanaoshona tunawashauri baada ya kufanyiwa tunaweka gozi. Baada ya gozi ile tunaambia labda kesho kutwa baada ya siku 2 anaweza kwenda hospitali kuibadilisha ile gozi. Kwa hiyo hospitali watakuwa wanaona kile maendeleo ya kile kidonda, kwa sababu ni kidonda ama vidonda vingine. Kwa hiyo wakiona kwamba anaweza kaja kila siku au kila baada ya siku 3 au siku 4, wanakuwa wanamwambia kwa hospitali. Lakini mara nyingi hakuna complication kubwa sana kwenye operation hii.